Tukukumbushe tu mchezo huu unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumatano kama nilivyosema, majira ya saa 10 ya jioni, lakini wageni katika mchezo huu watakuwa ni Fountain Gate, ambapo nipo na mwalimu Amri Said, na pia kocha msaidizi atuambie naye namna gani ambavyo wamejipanga kuelekea katika mchezo huu. Karibu coach. Asante sana. Kwanza tunashukuru Mungu kufika salama katika jiji la Mwanza. Sisi kama Fountain Gate tumesafiri kufika hapa, tumetokea Kigoma. Nafikiri katika ratiba zetu kidogo tumejitahidi kujihimu kwa sababu tumefika jana. At least tupate siku moja kama hivi leo kuendelea na maandalizi. Maandalizi yetu yanaenda vizuri na vijana wote wako katika hali nzuri, na tunajaribu kuweka tayari kwa ajili ya mchezo, lakini wako katika hali nzuri zaidi. Hilo tunashukuru Mungu. Labda kwa namna gani uchovu ambao wa safari na nini unaweza ukaathiri matokeo yenu katika mchezo wa kesho? Uchovu katika safari kweli unakuwa upo, lakini kidogo tumejitahidi kidogo kuwahi kutoka Kigoma kuja hapa kidogo. Fika jana wachezaji wamepumzika, na leo tumepata muda tena, tunavyozungumza wanaendelea na program za mazoezi kwa ajili ya kuondoa uchovu kwa siku ya leo, na jioni maandalizi yetu yataenda vizuri. Lakini uchovu, ratiba ilikuwa imebana kidogo, ilikuwa imebana. Labda nafikiri baada ya hizi mechi, nafikiri baada ya mechi hii ndio kidogo naona ratiba yetu kidogo inatupa muda kidogo wa kuweza kufanya hata marekebisho na kutengeneza kikosi vizuri zaidi. Labda kutokana na hali hiyo, kuna wachezaji wote ambao mtawakosa kuelekea katika mchezo huu? Katika mchezo wetu, kikosi chetu, wachezaji wetu wote wako katika hali nzuri kimchezo. Pale katika timu yetu Kadikilo alikuwa na dharura kidogo ya kufiwa, lakini tayari amesharipoti. Kwa hiyo inategemea atakavyokuwa ameripoti, taangalia hali yake itakuwa vipi, kama itawezekana kutumika au hatotumika. Ni swala ambalo tutajadiliana kama walimu kiufundi na daktari kuweza kujua, lakini wachezaji wetu 70% mpaka 80% wote, kikosi chetu chote kiko vizuri. Hakuna majeruhi ya kuweza kusumbua katika timu. Labda wadau wa Fountain Gate na mashabiki watarajie nini katika mchezo huu? Mimi nasema kwamba washabiki wa Fountain Gate wasirudi nyuma, waendelee kusupport timu yao, na sisi kama technical bench tuko pamoja nao, na tunajaribu kuhakikisha kwamba kile walichokuwa na kitaraji na sisi tunakitaraji, na pamoja na kwamba tuko kwenye nafasi ya juu, lakini bado tunaona hatujakaa katika hali nzuri zaidi. Tunataka tuongeze tena point ili tutoke pale. Kwa hiyo katika mchezo wetu wa kesho sisi tumejipanga vizuri, na tutaendelea kujiimarisha vizuri kuhakikisha kwamba kesho tunaweza tukapata matokeo ya aina yoyote, lakini yawe matokeo mazuri kwa upande wetu. Nikushukuru sana coach kwa muda wako, na huyo ni coach, lakini pia tumsikilize mchezaji Shafik Batambuzi kuelekea katika mchezo huo, namna ambavyo wamejipanga. Naam. Karibu Shafik, hebu tuambie namna ambavyo wachezaji wamejipanga kuelekea katika mchezo huu. Majina, acha niwaambie majina. Kwanza Shafik Batambuze, na nawasalimu wote ambayo wanatazama sasa. Sisi kama Fountain Gate tumeshafika hapa, tukafanya maandalizi yetu kuanzia jana na leo tumefanya. So tumerekebisha makosa ambayo tumefanya kwenye game ambayo imeshapita. So tuna focus sana na game hii, tunajua muhimu wa game hii kwetu, na tunajua tumesimama wapi, na makochi wetu wameshatupa mazoezi mema. Tunafanya, tunaendelea kujipanga vizuri, na tuna focus yetu yote kama wachezaji iko kwenye game ya kesho, na kila mchezaji ako tayari kupambana. So itakuwa kwenye upande wa technical bench kuchagua nani anaanza, nani anaanzia nje, lakini kila mchezaji ameshaonesha kwamba ako na hamu na game ya kesho na anajua muhimu wa game wa kesho. Ndio hiyo. Okay. Safari kutoka Kigoma mpaka Mwanza, kwa namna gani pengine ule uchovu unaweza ukaathiri matokeo ya kesho? Upande wa uchovu, timu yetu technical bench na mabosi wetu ambayo wamekuwa wazuri kwetu kutusupport kama wachezaji, walijua ratiba vile imesumama na wakapanga kulingana na ratiba ili tusije kuwa na uchovu katika sisi kama wachezaji. So kusafiri
tumesafiri vizuri na tumetoka kwenye muda ambayo walipanga ili iweze kutusaidia tusiwe na uchovu wowote. So tulifika jana ambayo kitu imekuwa mzuri kwenye pande ya wachezaji. Ndio maana tukafika jana, tumefanya ya kwetu jana, tunafanya na leo kujiweka tena sawa. So upande wa hii itakuwa excuse kwa wachezaji. Kila mtu ako tayari kupambana kuona tunatoka na point mzuri kwenye game ya kesho ambayo itakuwa mzuri kwenye timu yetu. Asante. Na swali la nyongeza? Pengine Kibatambuzi, tunafahamu kwamba mchezo dhidi ya Mashujaa mlipoteza. Nyinyi kama wachezaji mnakaa kulijadili vipi ili kuhakikisha mchezo wa Pamba mnaweza kupata ushindi? Kweli kwa mchezo wa Pamba tulipoteza, ambayo sisi tumeshaiweka mgongoni kwetu, ambayo tumeshaona mchezo wa jana ambayo tulicheza tukapoteza, hiyo tumeshaiweka mgongoni kwetu. Sisi kama wachezaji focus yetu yote tumeiweka kwenye game ya kesho ambayo ni muhimu kuliko game yoyote ambayo tumecheza kwenye ligi kuu, kwa sababu game ambayo tunaenda kucheza ni game ambayo itaamua matokeo wetu wa kesho, ili tuweze kuwa salama na kuwa vizuri kwenye msimamo, na tunajua muhimu, wachezaji wanajua muhimu wa hiyo. So hatuwezi focus kwenye game ambayo ilipita, hiyo tumeshasahau, tumeweka nyuma. Tunaangalia game ya kesho na kila mchezaji ako tayari kulingana na mazoezi wametupa walimu wetu, wameshatuweka sawa, wako sawa. So saa hii sisi tunaangalia hiyo game, tupambane tushinde kesho, hatuangalii matokeo ambayo ilishapita nyuma. Kwa kumalizia, hebu ongea na mashabiki wa Fountain. Kwanza mashabiki wetu wa Fountain, tunawapenda sana, tunajua mnatushabikia. Hii timu ni ya nyumbani Manyara pale. Sisi ni watoto wenyu, mandugu zenyu. Nyinyi ni wa baba wetu, wazazi mmetulea. Tunaomba muendelee kutushabikia, msije mkafa moyo. Sisi bado tunapambana, hatuwezi weka mkono chini. Uwezo wenyu, uwepo wenyu huwa unatupatia motisha kubwa sana kuliko chochote. So tunataka kuambia kwamba wachezaji kama wachezaji, tunajua mapenzi ambayo mnatupa, tunaishukuru sana, na tunawaomba muongezee, muendeleze, kama mkija inakuwa vizuri sana. Ukiweza kuja njoo uwanjani, ukiwa huko umezaliwa Manyara na uko Mwanza, tokezea kesho, njoo ishabikie timu yako. Nyinyi ndio nguvu zetu, nyinyi ndio ndugu zetu. Tunawaombea kwa njia zozote ambayo mnatafuta hela, Mungu awajalie wape na muweze kutushabikia vile vile na kukua pamoja kama familia. Tunawapenda sana kama wachezaji wa Fountain Gate.